Asante kwa taarifa hiyo Crispin. Tuelekee kule Samburu ambapo huku mfumo wa elimu hapa nchini ukishuhudia mabadiliko makubwa na pia changamoto si haba, kuna jambo la kuridhisha kuhusu mfumo huo wa sasa. Baadhi ya wanafunzi wameanza kuendeleza uvumbuzi mbalimbali, wakifanikisha uvumbuzi ambao huenda ukatoa suluhu kwa masuala tofauti. Mwanahabari wetu Boniface Baraza alihudhuria maonyesho ya sayansi yaliyoandaliwa huko Samburu na anatuchorea taswira kamili. And in the process they are carrying out the innovation. Katika maonyesho ya sayansi ya ukanda wa bonde la ufa yaliyoandaliwa katika shule ya upili ya wasichana ya Moi, kaunti ya Samburu, tunakutana na Masi Nyambura na Afandi Michelle, wavumbuzi kutoka shule ya upili ya wasichana ya Kabuyefwe, kaunti ya Trans Nzoia. Wanafunzi hawa wanaelezea uvumbuzi wao unaolenga kupunguza ajali za barabarani zinazosababishwa na madereva kulala wanapokuwa safarini. Hazard lights. They will be on, indicating to the vehicle that is coming that this car is slowing down. Even there is a red hazard light behind, it will indicate to the vehicle behind that this driver is sleeping. According to the increasing number of accidents because of sleeping drivers in Kenya, we come up with a gadget which will be detecting the dropping heart rate of a driver, which will be an indication that this driver is sleeping. Karibu nao ni wenzao Ian Kibet na Robert Ouko kutoka shule ya upili ya Kabianga. Wawili hao wamefanikisha uvumbuzi wa programu itakayosaidia utekelezaji wa mtaala mpya wa elimu wa CBC. We have major features on our platform, such as the Scholarant School, Scholarant Bookshop, a system for buying and selling of educational materials to the platform. We also have Scholarant Games with gamified features where the student can play educative games and get better or enhance his or her learning. Utahitaji simu au tarakilishi kutumia programu hiyo, hapa wataalamu wa elimu wakisifia uvumbuzi huo. This particular innovation here is going to be a game changer in bridging that gap, because the students have come up with a very good innovation where there is a platform where the students can log in, can learn on their own, they can exchange ideas on their own with the parents, with the teachers and administrators. So far, I can say the government has really tried in bridging the gaps in the implementation of this curriculum, but we would even do more if the government would do more of capacity building to teachers who implement this curriculum. Aidha, jiko hili la gesi ya hidrojeni na nishati ya jua ni mojawapo ya uvumbuzi unaowavutia wengi hapa. We came up with a project, the hydrogen gas stove. So the hydrogen gas stove uses the concept of electrolysis to split water to produce oxygen and hydrogen. So we separated the oxygen from the hydrogen, and the hydrogen was used as a fuel for cooking. Our project uses sunlight as a power source, so the sunlight charges our batteries. Mbali na hayo, kuna mengi pia kujifunza. The title of my innovation is Shala Pepper from Buffalo Grass. This project uses buffalo grass. This project seeks at solving environmental problems such as deforestation and global warming. It also seeks to solve the problem of pepper production in Kenya. Automated weight bridge system. This project is now going to detect the overloaded trucks. Those trucks that are overloaded are going to be detected. The road damages, accidents are now being reduced. Juhudi kama hizi zinaweka wazi uwezo wa wanafunzi kufaulu katika siku za usoni endapo watawezeshwa zaidi. Wanafunzi wanapoendeleza uvumbuzi huo wametoa wito kwa Wizara ya Elimu na wadau mbalimbali kuweka sera zitakazolinda uvumbuzi wao. Boniface Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.